Hii ni taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Afya ambayo inaelezea ufafanuzi kuhusu mzazi aliyedai kubadilishiwa mtoto. Imetolewa Aprili 2 mwaka 2025 Dodoma. Wizara ya Afya inapenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na taarifa iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya mkazi wa daraja 2 mkoani Arusha, Bi Neema Kilugala alijifungua kwa njia ya upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru mnamo tarehe 24 Machi mwaka 2025. Bi Neema anadai kwamba baada ya kujifungua alionyeshwa mtoto wake na muuguzi akiwa ni mzima. Hata hivyo, aligundua kuwa amebadilishiwa mtoto wake baada ya kuletewa mtoto akiwa amefungwa na vitenge ambavyo sio vyake. Muuguzi wa hospitali hiyo alidai kuwa alichanganya vitenge hivyo vya mtoto mwingine, hivyo akaahidi kwenda kubadilisha. Pamoja na kuchukua hatua hiyo, bado kulikuwa na hali ya sintofahamu. Kufuatia hali hiyo, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Katibu Tawala mkoa wa Arusha pamoja na jeshi la polisi limechukua hatua zifuatazo. Hii taarifa imetolewa baada ya Neema kuzungumza na waandishi wa habari akilalamika akidai kwamba amebadilishiwa mtoto katika hospitali ya rufaa Mount Meru mkoani Arusha. Na huyu hapa ni Neema alipozungumza na Global TV awali. Kwa jina naitwa Neema Adam Kilugala. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, nilikuwa nasikia kizunguzungu. Mama kanyoesha hospitali ya Mount Meru pale. Nilipoenda Mount Meru nikaenda kuangalia na madaktari. Waliponiangalia nikaenda kupiga ultrasound, ikaonekana ina siku 39, kwa hivyo natakiwa kufanywa upasuaji. Daktari akaniandikia kwamba nitafanywa siku ya tarehe 21 upasuaji, nitaingia kwenye operation. Tulipoenda kule labor ward ambapo ndo nilifikishwa na daktari mmoja kwa jina sifahamu, akawaambia wale wa pale odini kwamba huyu anatakiwa kuingia kwenye operation kesho. Wale wakasema kwamba hayupo kwenye listi, kwa hiyo wakimalizika wale wengine, kama itatokea nafasi nyingine ya kuingiza mtu mwingine ataniingiza. Watu wakamalizika siku ya Ijumaa. Walipomalizika mimi ndo nikaambiwa kwamba mwambie mama kwamba alete vifaa, bila vifaa sitaweza kufanyia operation. Ndipo mama nikampigia simu nikampa taarifa hizo. Mama akasema sawa, ngoja niangalie, nitakuja hapo. Mama akaja pale, ndo vitu vya operation vikaletwa. Vilivyoletwa nikavalishwa kila kitu hadi nikapelekwa kule theater. Nikachoma na zile sindano za magnesium, kila kitu nilishachoma, nikapelekwa kule theater siku ya Ijumaa, ila sikufanywa Ijumaa kwa sababu alisema kulitokea emergency na mimi nilikuwa na maumivu sana. Nikarudishwa kule labor, nikakaa siku ya Jumamosi. Wakaniambia tena Jumamosi asubuhi tutakufanyia operation asubuhi sana, ila hiyo siku ya Jumamosi pia haikufanikiwa. Basi na mimi nikasubiria, maana amesema list yako ipo Jumatatu. Tena Jumatatu asubuhi imefika, wakaja wakaniandaa vizuri, ila imefika muda natakiwa niende kwenye operation. Wakaja wakaniambia tu kuna tatizo limetokea, kuna mtu mwenye pressure sijui mwenye nini anatakiwa aende haraka kwenye nani, kwa hiyo ni emergency. Nikawa najiuliza mimi mwenyewe, kwani mimi sio emergency? Siku zote hizo nimekaa na kanya kwenye mkono na ile nani ya mkojo inaniumiza sana. Nikakaa pale mwenyewe na nimenika na nalia, sina la kufanya maana wenyewe ndio madaktari, sina la kuwafanya. Nikasubiria hadi saa kwenda kwenye operation. Hiyo saa kwenda kwenye operation nikapelekwa. Nilipopelekwa kwenye operation nikajifungua mtoto wangu wa kike. Daktari akanionyesha kabisa mtoto wangu wa kike.
Sijaambiwa mtoto ana shida yoyote. Mtoto akaenda kupima kilo akakuta na kilo 3.1. Alipopeleka huko kupima kilo akakuta na kilo 3.1. Mtoto akaenda akachukuliwa, maana mimi nilikuwa naendelea kufanya operation nikatolewa. Sasa nimepelekwa kule na chumba cha kujipumzisha, maana nimetoka kwenye operation. Kuleta mtoto kule, alimleta mtoto wangu mara ya kwanza ile kuangalia vitenge sio vya kwangu. Nikamwambia mamangu, mbona hivi vitenge sio vya kwangu? Na mtoto kafunikwa vitenge ambazo sio vyangu. Daktari akaja akamchukua ile mtoto, nikategemea kwamba ataenda kuchukua vitenge vyangu kumfunika, ila amerudi. Naambiwa kwamba mtoto wako yupo kwenye chumba cha joto. Nikajiuliza mbona yupo kwenye chumba cha joto, hajanipa majibu, akawa anaendelea na kazi zao. Nimezungusha sasa mtoto wangu na kwenye wadi nzima watoto wanao. Nikamwambia daktari, mimi namtaka mtoto wangu. Akasema kwenye chumba cha joto. Nikasema hivi, mtoto wangu kama alikuwa anamwona naye kati sijaambiwa kwa sieta navofanya operation na mtoto wangu mzima kabisa na nililetea hapa. Asubuhi nikaamka nikaenda kwenye chumba cha operation kumwangalia mtoto, ni anauma sana. Nikamwangalia sura ya mtoto wangu. Ilipofika siku nyingine ambayo ni jana, akafa yule mtoto ambao alisingizia kwamba ni mtoto wangu. Yule mtoto alikufa asubuhi, akanipata asubuhi. Mimi nilikuwa nimelala, maana sijisikii vizuri na matatizo ya mgongo. Akaja kuniambia, "Embo dada, twende ukamnyonyeshe mtoto." Nikamwambia hivi, nikamnyonyesha mtoto wangu. Akasema yule mtoto uliokuwa unaenda kumwona kule chini. Nikasema hivi, ngoja kwanza niende nikamwangalia, labda ipo anataka kwa hali ya binadamu, kwa sababu mwenyewe ni mama mwenyewe, nikamwangalia tu yule mtoto. Nikaenda wakanikalisha chini, wananiambia mtoto kafa. Sasa mtoto kafa, wanakuja kuniambia mimi wakati yule sio mtoto wangu. Nikarudi kule odini, nikamwambia mama wangu akasema, anakuambiaje hiyo historia kati mtoto yenyewe sio wa kwako? Na kipindi kabla sijaenda huko odini, kuna mapolisi walikuja pale kutuchukua DNA wote watatu. Hao mapolisi wakasema kwamba wanapeleka kupima, maana mtu atapoteza damu yake. Kwa hiyo tunaenda kuwapima DNA, tutarudisha majibu ndani ya siku 2-3. Sasa sijajua kama yamepelekwa kweli au la. Jana wakati nakaribia kutoka hospitali nikawaambiaje, kwa nini na hao wengine wasiwaacha watoto hapo, maana hamna mtu anayejua mama ndo yupi. Ila sikusikilizwa. Kwa hiyo ninachoomba tu nirudishwe mtoto wangu. Mtoto wangu yupo na mtu huko, naomba tu nirudishwe mtoto wangu jamani. Nisaidie tu nirudishwe mtoto wangu. Naomba tu nirudishwe, nisaidie nirudishwe mtoto wangu. Na mtoto wangu yupo amepewa mwanamke mwingine na nilikuwa naye pale hospitali. Ila hawataki kunisaidia, wale madaktari wa pale hospitali wanakuwa wanaendelea na mambo yao, hawasikilizi wagonjwa wao pale, ni wanaendelea tu na mambo yao. Mimi naomba nisaidie katika hilo, nirudishwe mtoto wangu. Kazi sasa kuuliza maswali. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote, kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, You are out of body. utaishi.
Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774781537. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.